Bwana mfuatiliaji na mpenzi wa More Possible TV, karibu katika session mpya ambayo inakujia kwa jina la Get to Know, sehemu pekee ambapo utapata nafasi ya kujua masuala mbalimbali ambayo yametokea katika historia, hususan katika midani ya kimchezo. Tukilenga sana kwenye upande wa mpira wa miguu, yani utapata nafasi ya kujua nani au nini kafanya nini kwa sababu gani. Na katika session hii utakuwa na mimi Boaz Joseph almaarufu kama BJ. Bwana, leo katika Get to Know tutaenda barani Ulaya kwenye klabu moja ambayo inaenda kwa jina la SL Benfica. Nafikiri watu wengi watakuwa wanaifahamu, hususan watu ambao wanafuatilia michuano ya barani Ulaya maarufu kama UEFA. Sasa Benfica kuna kitu ambacho kinaitwa Bela Gutmann curse au laana ya mtu ambaye anaitwa Bela Gutmann. Hii ni laana ambayo Benfica walipewa kwa miaka 100 kwamba hawatakuja kufanikiwa kupata ubingwa wa Ulaya almaarufu kama UEFA sasa hivi. Na laana hii story inaanza mwaka 1962 ambapo Bela Gutmann, kocha huyu kutoka nchi ya Hungary, alipewa kibarua cha kuinua klabu ya SL Benfica. Na katika msimu wake wa kwanza huyu bwana alifanikiwa kutoa ubingwa wa UEFA back to back, kwa maana ya mara mbili mfululizo kutoka 1962 mpaka 1964. Na miongoni mwa vitu ambavyo alivifanya baada ya kukabidhiwa timu, aliamua kuachana na takriban wachezaji 20 kutoka kwenye kikosi cha kwanza. Na baada ya hapo akaamua kuwa promote au kuwapandisha vijana kutoka kwenye timu za vijana na kuwapandisha kwenye timu ya wakubwa. Na hichi ndio kikosi ambacho alifanikiwa kutoa nacho ubingwa wa Ulaya back to back, kwa maana ya mara mbili mfululizo. Na baada ya kufanya kazi kubwa 1963 kwenda 64, Bela Gutmann akaamua kukaa mezani na uongozi wa SL Benfica akiwataka waweze kumuongezea mshahara kwa sababu amefanya kazi kubwa kidogo. Lakini cha kustaajabisha ni kwamba Bela Gutmann maombi yake yalitupiliwa mbali kabisa na viongozi wa SL Benfica, na matokeo yake Bela Gutmann akaamua kuwapa kitu ambacho kinaitwa laana. Na maneno baadhi ambayo aliyazungumza ni kwamba hata ipite miaka 100 klabu ya SL Benfica haitaweza kuwa bingwa wa michuano yoyote ya Ulaya, akiwa amelenga michuano ya Europa pamoja na UEFA kwa wakati huo. Na mpaka sasa hivi tunapozungumza imeshapita takriban miaka 63. Benfica amefika finali, takriban finali 8 za michuano ya Ulaya na ameweza kupoteza zote. Mfano mzuri ni finali ya mwisho ambayo ilipigwa mwaka 2014, Benfica aliweza kupoteza. Na kuvunja hii laana, mashabiki pamoja na wachezaji mbalimbali pamoja na viongozi katika klabu ya Benfica wamekuwa wakijaribu kufanya vitu mbalimbali ili kuweza kuiondoa hii laana. Miongoni mwa vitu ambavyo walijaribu kuvifanya, kila ambapo Benfica anafanikiwa kufika finali ya michuano ya Ulaya, kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakifanya. Mfano ni kwenda kwenye kaburi la Bela Gutmann kwa kufanya maombi ili wakitaka kuomba msamaha kwa kile ambacho walimfanyia. Lakini matokeo yake Benfica bado amekuwa akiendelea kupoteza, na mpaka sasa hivi zimefikia finali 8. Na kitu cha mwisho ambacho mashabiki walikifanya ni 2014 baada ya Bela Gutmann, Benfica kufika finali ya michuano ya Europa. Mashabiki walijaribu kuingia na sanamu la Bela Gutmann uwanjani, ikiwa ni miongoni mwa majaribio ya kutaka kuivunja ile laana. Lakini matokeo yake Benfica bado aliishia kupoteza kwenye ule mchezo wa finali. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, mpaka hii leo imebakia takriban miaka 37 hii laana ya Bela Gutmann iweze kumalizika. Sasa swali kwako mwana More Possible TV, je, unaamini katika laana kwenye masuala ya soka? Na je, Benfica ataweza kuivunja hii laana? Tusubiri miaka 37 au Benfica tusubiri atakapoingia finali nyingine ya michuano ya Ulaya kwa maana ya Europa pamoja na UEFA kama ataweza kupata ubingwa? Na kama Benfica atapata ubingwa wa Ulaya kabla ya miaka 37 kutoka sasa, basi itakuwa na maana kwamba laana ya Bela Gutmann haina maana yoyote na si kitu cha uhalisia. Lakini kama miaka 37 kutoka sasa Benfica atafanikiwa kupata ubingwa wa Ulaya, basi ile laana ya Bela Gutmann nafikiri itakuwa imekamilika.